mapenzi na urafiki. Naweza kupata kimoja, namaanisha kimoja tu. Hakuna mtu anaweza kupata kila kitu. Sio kila mtu ana bahati, wakati mwingine anakulazimu uchague. Na sasa ni hivi, urafiki wangu mwema ni muhimu sana zaidi ya mapenzi. Ni hivi tu. Pragya ni maamuzi yangu. Pragya ni mwenza wa maisha yangu na ningependa kutumia maisha yangu pamoja naye. Basi bwana, basi. Mada imeisha. Oh, maskini mkwe wetu. Mada ndio kwanza imeanza. Na wala sitakubali mada hii ishe kirahisi. Sasa subiri tunauone ni kitu gani nitafanya. Sawa, wewe fanya utakavyo, kwa sababu mimi ni rafiki yako tu. Yaani hapa mimi nimejaribu tu kukupa wewe ushauri. Achana nayo. Hapa nalipo mimi nasikia njaa. Tutakulaje na hatujapika? Pragya alisema atatuma chakula. Ndiyo, lakini hakijafika. Wacha tufanye hivi, twende tukachukue. Lazima wapo bize. Wacha nione kama naweza kupata karatasi au picha. Ningeweza kujua mkwe wangu anampenda nani. Ngoja nione huyu mkwe wetu akisimamaga hapa huwa anamwangalia nani. Oh, kumbe huyu mkwe wetu Suresh kimwanamke kile ndo anachokipenda eh? Ala, imekuwaje chakula kijawafikia? Mama alimtuma Bulbul awaletee. Wacha nikaulize eh? Dada, sasa unaenda wapi? Wewe chakula kiko wapi, mbona kijafika? Hapana, mbona mimi nilimtuma shangazi. Alafu shangazi, lazima tu kuna mtu atakuwa amekutana naye njiani najua. Atakuwa anaongea naye tu. Alafu wewe unamjua vizuri eh? Kitu kimoja tunapata nyumbani kwetu. Na unamfahamu vizuri sana, anapenda umbea. Nampiga sawa kwa chakula. Hebu subiri kwanza. Njoo basi. Nyote. Tunaombani basi mtupatie muda tafadhali. Tunaombani kitu kimoja, dakika moja. Dada, mnyanyue mikono yako. Kwa nini? Nyanyua. Unafanya nini? Hebu tuambieni. Ni nani ambaye amekolea na ni nzuri sana? Sasa tuambieni. Ya Pragya. Huo ni udanganyifu. Alafu unapendelea kama nini? Tayari nilishamuuliza bibi na bibi naye akaniambia kwamba kinangu na nzuri zaidi. Alafu na wewe una lolote kwa upande wa dada Pragya? Ndio. Nipo upande wa Pragya. Sina namna. Ni lazima nitumie maisha pamoja naye. Nenda kuletea chakula. Na mimi ngoja nikamsaidia dada. Habarini za asubuhi. Kaeni. Kuna mtu amekuja, yupo ofisini mwako. Nimeshamjua. Tafadhali usinisumbue, sawa eh? Wewe. Nimekuja kujua kila kitu. Hivi ulidhani kama mimi sitakuja kujua ukweli wako? Lakini sasa nimeshajua kila kitu ambacho kinaendelea katika ofisi yako. Nini? Mimi nimefanya nini? Nimejua kila kitu. Kwa mawazo yako, ulifikiri kwamba sitakuja kujua ukweli? Usinichukulie mimi ni mtoto mdogo kwamba sielewi nini unachokifanya ofisini. Sawa eh?
Sio vizuri Purab, sio vizuri. Sikutegemea kabisa kutoka kwako. Alia, una nini wewe? Yote unayofanya ofisini nimeshayajua. Unatakiwa ufahamu kwamba kuna maisha nje ya ofisi Purab. Tutatumiaje muda wetu pamoja sasa? Oh, unavutia sana. Unaona aibu mtanashati. Mungu wangu. Nashangaa sana. Kwa nini nimepata mwanaume mwenye aibu katika karne hii ya sasa hivi? Tuachane na hayo. Ulisema kuna kitu tunataka tuzungumze, si ndio? Ni kweli. Subiri kwanza, kuna kitu nimeleta kwa ajili yako. Chukua hii hapa. Hebu iangalie kwanza. Hivi unajua nimechukua muda mrefu sana kuchagua hii nguo. Unaionaje? Hebu iangalie hii. Hebu nenda jaribu hii nguo. Hapana, nenda bwana kaivae. Alia, acha bwana. Kuna nini? Alia, si unajua bado hatujafahamiana vizuri. Acha upuuzi Purab. Sisi ni marafiki tangia utotoni. Mimi nazungumzia kuhusu kufunga ndoa. Ni mapema mno. Ndio kwanza tumerudi hivi karibuni kutoka Australia na ghafla wewe... Kiukweli nahitaji muda. Muda? Muda wa nini Purab? Hebu jaribu kuelewa basi. Mimi mwenyewe hisia zangu namaanisha imekuwa haraka sana. Samahani mkuu, ni dharura, nahitaji saini yako. Hivi hamkunielewa nyie? Si niliwaambia msinisumbue. Samahani mkuu. Yaani nyinyi hamuelewi kabisa. Asante. Niambie Purab, ulikuwa unataka kusema nini? Alia, hatuwezi kuzungumza ofisini. Wacha tukutane jioni. Nina mengi sana ya kukwambia. Ni kuhusu nini Purab? Alia, mambo mengi yanaweza kutokea ndani ya mwaka. Jaribu kuelewa. Sawa. Unataka kuongea wakati ukiwa huru, si ndio? Kuwa huru bwana Purab. Una muda wote uliokuwa duniani. Kwa heri. Hai. Uko wapi? Nataka kukuona. Sabra, mimi nitakuja ofisini jioni kuonana nawe. Mimi nitachelewa kidogo. Si unajua nyumbani kuna wageni. Sikia, njoo haraka iwezekanavyo. Nahitaji kuongea na wewe. Sawa. Sawa. Sasa hivi hakuna matatizo tena. Mimi nitasawazisha kila kitu usiku wa leo. Na nitayamudu yote, mapenzi yangu na urafiki pia. Basi wacha nimweleweshe Alia kwanza na kisha itakuwa rahisi kumwelewesha Abi. Abi, huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu afya yangu. Mimi ni mzima. Hebu acha kujichosha basi. Bibi, wewe iache tu hivyo hivyo. Maana naona umekuwa mtu kuchoka na kusikia kizunguzungu mara kwa mara bibi. Wewe wala usiwe na wasiwasi kabisa Abi. Uchovu wangu utaisha siku utakayooa. Bibi, umeshaanza tena. Ali unaolewa, ngoja kwanza olewe yeye. Bwana usijali, yeye ataolewa tu. Na wewe pia uko katika orodha ya watu wanaotakiwa kuoa. Bibi. Nasubiri mpaka utakapooa ili niweze kukamilisha dhamira yangu, kwa sababu tayari utakuwa umeshapata mtu atakayekutunza, kwa sababu nataka mwanamke atakayekulea kama nilivyokutunza mimi. Yaani, simamisha, simama hapo. Nini tena bibi? Ala, kuna hekalu pale, ngoja nikachukue baraka. Nataka niende nikamwombe Mungu wangu aweze kukupatia akili wewe. Ndio. Narudi sasa hivi. Dada, kuna joto kweli. Nitaka nunulia juisi unywe. Twende. Alafu mama alisema tuchukue na mtungi. Sawa. Habari mjomba? Ndio, mimi niko salama. Habari yako? Sijambo. Mtoto wako yuko wapi? Leo yeye hayupo hapa na mimi. Ameenda kwenye mtihani wake wa kibenki. Safi. Utakuja kuona atafanya vizuri kwenye mitihani na atapata kazi. Kwa sasa yeye anahitaji baraka zako tu. Mjomba, hizi nyanya unauza shilingi ngapi? Hiyo ni 300. 300 ni nyingi sana, labda tufanyie kwa 200. Pulvi, usimwambie hivyo mjomba bwana. Tayari ameshatupunguzia bei vya kutosha. Sawa mwanangu, nunua kwa 200.
kwa sababu wewe ni mteja wetu na tunapata oda nyingi sana kutoka kwako. Chukua. Hapana mjomba, hayo ni makosa kabisa. Mahusiano yetu sisi yeka pembeni na kazi yako ika pembeni pia. Naomba usivichanganye. Nipatie kilo moja tafadhali. Mtoto, niambie unahitaji nini? Viazi mviringo. Mwanangu, hii pesa ulionipa haitoshi, unatakiwa uniongeze kidogo. Haya, nenda kaongeze hela. Nenda. Imekuwaje kaka? Mbona unaongea maneno kama hayo kwa mtoto? Utapata hasara gani kama kapungukiwa rupia 4? Utamfanya teseke bure kwa njaa. Basi chukua hii hapa na kuongezea. Mpatie bajia. Yule binti mzuri sana. Nadhani Mungu ndo atakayekuwa amemleta hapa. Abi yuko hapa na Praga pia yuko hapa. Sasa leo wacha nitimize lengo langu. Nitamuuliza kama atalipenda chaguo langu. Haya, chukua. Asante. Usijali. Binti yangu ni wewe. Bibi, unafanya nini hapa? Nimekuja hekaluni. Aha. Na ndipo nilipokuona hapa. Vipi hali yako? Mimi ni mzima. Sasa nisikilize. Kuna mtu mmoja nataka nikukutanishe naye. Ni nani? Yupo. Sasa subiri tu. Lakini na kazi ya kufanya bibi. Tafadhali nisubiri dakika 2 mwanangu. Sichelewi, inakuja sasa hivi. Sawa, bibi, mimi niko hapa na namba jina kwa Timir. Unaweza kunisubiria mara moja? Sawa, dakika 2 tu. Nakuja. Sawa sawa. Aya, na umemtolea wapi huyu bibi? Hakuna kitu. Tena tukanunue vitu vyetu. Ndiyo Alia, ni upuuzi tu. Kila sehemu mtandaoni habari ndio hiyo. Huyu msichana amefanya maisha yangu kwa jehanamu. Tulia kaka, usijali kabisa kuhusu hilo swala. Namaanisha kama ni kweli umevurugwa na hizo habari, tunaweza kumfungulia kesi huyo mwanamke aliyekuchafua, sawa? Tutakwenda kumuita mwanasheria aje nyumbani. Na pia kaka, wewe wala sio mtu wa kawaida. Wewe ni nyota maarufu, Abi. Kwa sababu wewe ni nyota na hakuna mtu yeyote anayetakiwa kuzungumzia vibaya. Kwa hiyo wewe jiweke mbali na huyo msichana. Nitamshughulikia mimi mwenyewe. Wewe tulia tu. Sawa Alia, wewe ongea na wakili, mimi nitakupigia simu baadaye. Sawa kaka. Abi. Bibi, umerudi haraka? Umewahi ese? Hebu njoo huku. Kuna mtu nataka nikukutanishe naye. Bibi, hapa. Nini bwana, njoo huku. Sawa. रिश्तेदारियां छोड़ जाए, रिश्तेदारियां संग जाए, दिलदारियां ढल जाए, रिश्तेदारियां रंग जाए, मट्ठा भी मिठी भी लागे, खट्टा भी मिठी भी लागे, थोड़ी सी तिखी भी इश्कदारी, कच्ची भी पक्की भी। Sasa anafanya nini hapa? Hata sijui. Dada bwana, tuondoke, shangazi atakuwa anatusubiri na tumeshachelewa sana. Tuondoke dada. Bwana Purvi, tumeshimwambia bibi kwamba tutaonana. Nitawezaje kuondoka sasa? Tusubiri kidogo bwana. Taratibu, natumai utakuwa hujaumia Mjinga kweli wewe. Dada, tufanye tuondoke hapa, mimi nishaanza kuogopa. Haya sawa, twende. Wananifanya nifanye kila kitu mwenyewe. Hebu ngoja niende nikaangalie.
Hapa kuna ndege wawili wapendanao. Kitu nilichokuwa nakifikiria ni kuwaona wakiwa pamoja. Ngoja nipige chapo nijionee mwenyewe jinsi huyu Kimada anavyopendana na mkwe wangu. Kumbe ndio mpango wao eh? Kumbe huyu Dimpi na Suresh wanapendana eh? Ngoja tuone hiyo hadithi yao ya mapenzi. Una tatizo gani Alia? Unaonekana una mawazo sana. Kuna tatizo kubwa. Tatizo gani? Purab. Ni tabia za Purab zinanifanya nihisi kwamba anampenda mtu mwingine. Nini? Wewe umejuaje hilo? Ndio ninavyokuambia Tano. Ni hisia zangu tu za kijinga. Nahitaji kufuatilia hili, kama kuna msichana yoyote kwenye maisha yake au hamna, kwa sababu nimeishi Australia kwa mwaka mmoja, wala sikuhisi kama msichana yoyote anaweza akawa na Purab. Kwa nini? Kwa sababu niliamini kwamba Purab ndo maisha yangu ya baadaye. Kama kuna msichana mwingine katika maisha yake, basi sitomwachilia mbali, sitomwacha kabisa. Kuwa na amani. Lakini kwa nini unasema hivyo? Umechanganyikiwa eh? Tanu, Purab alikuwa ananiambia mara kwa mara kwamba anataka kuongea na mimi. Alikuwa na wasiwasi sana. Kila wakati akiwa karibu na mimi, anakuwa na tabia za ajabu sana. Na wewe unajua Tanu, wavulana hawako hivyo. Tunatakiwa kufunga ndoa hivi karibuni, lakini tabia yake imebadilika ghafla sana. Yaani siku hizi anarudi nyumbani amechelewa. Maana muda wote sijui yuko wapi, anafanya nini, yuko na nani, sielewi chochote. Subiri kwanza. Umejaribu kuuliza wafanyakazi wenzake? Ndiyo, ofisini. Pale wote ni marafiki zake. Hawezi kuniambia chochote. Na shangazi pia. Yaani huyo ndo mtunza siri wake, hawezi kuniambia chochote kabisa. Anampenda sana Purab. Tanu, ni lazima nijue kinachoendelea kwa vyovyote vile. Natamani unachokiwaza kisiwe cha kweli, maana Abi akija kujua basi atamuua Purab. Hapana Tanu, bado sijamwambia kaka kabisa. Sitaki kufanya chochote mpaka nijue kinachoendelea. Na kama Purab bado atakuwa haelewi, itabidi nimwambie kaka kuhusu hili. Ni lazima niugundue ukweli kwa vyovyote vile. Yuko wapi sasa? Hebu ngoja nijaribu kumpigia simu. Mambo. Ulikuwa wapi? Nilidhani hautakuja kabisa. Sikia, na jambo muhimu la kuongea na wewe. Kuna mtu kaja kuonana na wewe. Nani? Dakika moja. Dada yangu, anaitwa Pragya. Huyu kwangu ndio kila kitu. Unajua nini? Sichukui maamuzi yoyote bila msaada wake. Unajua nini? Dada kanikamata kama mwizi. Ndio maana nimekuja naye hapa. Kaja kukuchukua kupeleke kwenye kazi. Na samahani, zamu yangu tayari imeshakwisha. Sasa hivi ni zamu yako. Dakika 15 tu anahitaji mwe peke yenu. Sawa eh? Kila laheri. Lakini nilikuwa nataka kuongea na wewe jambo muhimu. Sisi tunaweza kuongea hata baadaye. Dada, baadaye. Huyu sio mwanafunzi wangu. Naongea naye kwa ajili yako. Haya, ondoka. Habari. Tafadhali ingia ndani. Natumai huyu Purab atatoa majibu mazuri pindi dada atapokuwa anamuuliza maswali yake. Mwenyezi Mungu, naomba ufanye kila unaloweza dada basi ampende Purab wangu. Namaanisha sio namna hiyo, lakini anapaswa kumkubali na sio vinginevyo. Natumai umeelewa eh? Suresh naye kwa nini ananipigia simu? Itakuwa dada hajampokelea simu yake, ndio maana ananipigia mimi simu. Kuwa na uvumilivu kidogo basi, sawa eh? Alafu hata hivyo dada wala hataweza kupokea simu yako, kwa sababu pale alipo sasa hivi anachukua maamuzi muhimu sana. Samahani. Halo, Bulbulu, wewe Pragya yupo wapi? Apokee simu, nampigia kutwa nzima. Kweli dada Pragya yuko pamoja na mimi. Unajua nini? Dada yuko biza kidogo, ataongea nawe baadaye. Samahani, yuko biza na nini? Swali gani ambalo unauliza hilo eh? Unataka kuniambia uweze kupata utulivu bila dada eh? Sio eh? Hata hivyo dada ana kazi nyingi sana. Na hata hivyo anatakiwa kufikiria watu wengine, kuhusu mimi, kuhusu mama. Alafu hata hivyo usipende kuingilia
maisha yetu binafsi, sawa Itakuwa vizuri. Alafu wala sijisumbua kuniuliza maswali yako, maana yake sitakujibu hata kidogo. Kiukweli kwa Bulbul, huu ni usiku na ndio maana nimepiga simu. Suresh, hapa ni Mumbai, hili jiji watu hawalali. Wewe wala sina wasiwasi. Mimi nitamleta muda ule dirishani mnapoambiana good night kila siku. Kwaheri. Bul. Pikipiki yangu imedondoka. Wewe kwa kipofu Kwa kipofu kama unajua kuendesha gari si wapi hata kuendeshe? Sio koje. Jiangalie binti. Ongea kwa heshima. Wewe unifundisha mimi jinsi ya kuheshimu. Kwanza umeigonga pikipiki yangu. Tayari umeshanitia hasara. Alafu haitoshi unanipigizia kelele. Nimeigonga pikipiki yako, si ndio? Mimi sitaki pesa zako maana mimi sio ombaomba. Kumbe. Yaani wewe ni bora zaidi kuliko wale ombaomba. Chukua hizi pesa na uende ukanunue pikipiki mpya. Sawa? Mwenda azimbili kama mmoja hivi. Huyu anajionaje kwani Alafu na hizi pesa. Sitaki hata kuziona pesa zake. Nimeshaiona dunia na pia nimeona kila aina ya heka. Na leo mimi ni tajiri, lakini nimepitia magumu pia. Maisha yangu ni kitabu kilicho wazi, hivyo hata wewe unaruhusiwa kuniuliza chochote. Na mimi nitakwambia ukweli. Kusema ukweli, mimi nampenda sana Bulbul. Na huu ndio ukweli pekee wa maisha yangu. Basi. Sina swali jingine lolote la kukuuliza. Nimeshapata majibu ya maswali yangu yote niliyotaka. Nilikuwa nataka nijue tu na nikuone wewe ni mtu wa aina gani ambaye umemfanya mdogo wangu Bulbul akupende sana. Maana kadogo kangu Bulbul ni kajinga sana. Yeye ndo mtoto mdogo katika familia yetu. Ndio maana kanadeka sana na kanalindwa kuliko wote. Ndio maana nilikuwa nataka nikuone. Lakini baada ya kuona ukweli ndani ya macho yako, hakika nimeridhishwa na hilo. Asante. Macho yako yamedhihirisha kila kitu kabisa. Naweza kuyaona mapenzi katika macho yako. Na kama hutajali, mimi niko tayari kwa ajili ya ndoa. Kumbe hisia zangu zilikuwa ziko sahihi kabisa. Kwamba kuna msichana mwingine katika maisha yake. Ndiyo maana Purap anakuwa na wasiwasi anapokuwa na mimi. Anathubutuje kufanya hivi? Huyu msichana kuna mahali nilishamuona. Ni wapi jamani? Australia? Hapana. Ni sehemu gani ile? Kumbuka Alia, fikiria vizuri. Kwa namna yoyote ile lazima nijue historia yake na wapi anatokea. Yeye naona anatamani kuchukua kile ambacho mimi nakipenda sana. Siwezi kukubali. Pikipiki tena wala haiwaki. Hata sijui fundi mwenyewe anatokea wapi. Ngoja nimpige simu Suresh. Simu ya Suresh naye hata haipatikani. Msichana mwendazimu mwenye kiburi. Ameangusha pikipiki yangu na gari yake na nimeshapata mikwaruzona. Msichana tajiri. Alikuwa anaendesha gari, alikuwa anaendesha ndege. Mjinga kama nini yule? Mbavu mmoja. Dada na Purap bado wako ofisini. Bulbul, umezidi. Dada, vipi umeshaongea na Tari? Unachotaka kumuuliza umeshamuuliza? Niambie basi dada. Dada niambie. Haujampenda kwani? Ana kitu gani hasa mpaka wakampenda? Nashindwa kuelewa hata kidogo Bulbul. Ulikuwa ukiongelea kuhusu ziara yako ya kwenda Ulaya, alafu umekuja kwa mtu rahisi kama huyu. Haipo kama hivyo. Niambie basi. Nikwambia kitu gani tena? Nini Bulbul? Yakuba wewe ni mjanja sana, una kipaji sana na ni hodari.
mnaendana kabisa. Kweli dada? Ndugu wangu kipenzi amejichagulia mtu bora sana katika maisha yake. Nadhani ni mtu mwema na mtu safi sana moyoni. Na jambo la muhimu zaidi, kile ambacho alikuwa kikizungumza niweze kukiona ndani ya macho yake. Alikuwa amejawa mapenzi juu yako. Asante dada. Yaani kidogo tu roho yangu itoke. Unajua nadhani kwamba mimi nakaribia kufa kabisa. Umeshaanza masiara tena, zamu yako imefika. Lakini katika mambo yangu mimi wala unishughulishi. Kumbe. Basi niambie kitu kimoja. Purab na Sulesh, nani bora zaidi? Sulesh mweke kando kwanza. Wanaobaki hakuna anayemfikia. Dada. Asante dada. Alafu dakika 2 tu. Sio dakika 2 za Kiswahili, dakika 2 za Kizungu. Fanya haraka uje, mama atakuwa na wasiwasi. Shika hii simu. Nakuja sasa hivi. Furahi. Hii siku ni muhimu sana, ni maalum sana kwangu hii. Ni siku bora na muhimu sana kuliko siku zote. Yaani huwezi kujua jinsi nilivyofurahi na kwamba naweza kutumia mshahara wangu wote kwa ajili yako. Leo mapenzi yangu yote yameshinda. Unaongea nini wewe? Mwanangu ni kwamba dada yangu mimi yeye amekupenda sana Purab, tena hata zaidi yangu. Purab, ni muda mrefu sana nilikuwa naisubiria hii siku. Tutapendana bila hofu yoyote, bila hata kumwogopa yoyote. Na maanisha tutaivuka mipaka yote kama tukitaka. Ila haujui jinsi dada yangu alivyokuwa muhimu sana kwangu Purab, na uaminifu wake sitataji kabisa kuvunja. Bulbul, naomba unisikilize. Wewe ndio unisikilize mimi. Kwanza dada, mnipatie dakika 2 tu. Kwa kama kuna jambo unataka kuniambia, unataka kunipa udaku wote, kesho saa 3 asubuhi unaweza kuniambia. Usiwe na wasiwasi, kesho tutaongea. Sawa Purab, si ndio? Kwa nini uongee chochote kile? Nakupenda. Lakini haunizidi mimi. Nakupenda pia. Bye. Shangazi, kaka yuko wapi? Sijui mwanangu. Unamaanisha nini? Kuna wateja wametokea huko Puna, lazima atakuwa ameenda nao. Lakini mbona umehamaki namna hiyo? Una tatizo gani? Hakuna kitu. Lakini shangazi, tafadhali niache tafadhali. Hivi huyu si yule msichana aliongea upuuzi kuhusu kaka kwenye vyombo vya habari? Laiti kama ningemkumbuka wakati ule ule, basi ningemaliza tatizo pale pale. Lakini Purab, chaguo gani la kipumbavu hilo? Umemchagua huyu msichana kabisa, ambaye ni adui mkubwa kwa familia yangu. Kaka anatakiwa ajue kuhusu hili. Pokea simu kaka. Jamani kaka, uko wapi? Kwa vyovyote vile lazima nitamfunza adabu huyu msichana. Siwezi kukubali kushindwa kirahisi namna hii. Lazima alipie hili. Nitakupa fundisho kali sana ambalo kama hutaweza kumpenda mtu maishani mwako, lazima ajutie. Mama, saa iko sawa. Betri tu itakuwa imeisha. Tubadilishe haraka. Alafu kama Dada, nilikuwa nimekaa tu naangalia nyota jinsi zinavyong'aa angani leo. Ala, unaziangalia nyota ama kuna mtu unamuona katika nyota? Dada, na wewe umekuwa unanichimba kama nini? We Bulbul naye, umeanza lini kuhisi aibu? Haya, sikiliza. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba hakuna sheria kama hiyo. Wewe kama unataka kuolewa kabla yangu, basi niambie tu. Ninachokitaka ufurahi, nitakwenda kuzungumza na mama. Kwani mimi ndo mbuzi pekee ambaye nafaa kwa sadaka? Kwa hiyo ni wewe tu ndio unaruhusiwa kukatania wengine na kuwapa wasiwasi, si ndio Umeshaona sasa jinsi inavyokuwa? Sawa mamangu, na kuahidi kuanzia leo hii sitomdhaki mtu yoyote yule. Sawa? Lakini tafadhali nakuomba usimwambie kitu mama. Baada ya harusi yako kupita, mwambie tu. Hala, mnazungumza kuhusu nini hicho ambacho hamtaki kuniambia? Haya, haraka. Haya, hebu niambieni jambo gani ile ambalo mnajaribu kunificha? Kuna kitu mama.
Kuna kitu mama. Muulize tu dada. Oh, Bulbul mtoto wangu mzuri. Umekuwa sasa. Binti yangu jasiri, sura yako inafunua. Hii sura yako nzuri inafunua kila kitu. Pale unapotaka chochote unakasirika. Na leo unajaribu kunificha hili? Nitakwambia mimi mama. Sahi kabisa. Kuna jambo. Wewe mwanao Bulbul hapa. Ile ndio tunataka kwenda Ulaya kufanya ziara imeisha. Bulbul, vipi umepata homa? Kweli? Hii miujiza imetokeaje? Ndio mama, huu ni muujiza. Katoto ketu kameshakuwa sasa. Achana na hayo. Wewe unafanya nini bwana? Unapenda kufanya kazi bila kupumzika. Niache paje. Unapenda kujitesa tu kwa kazi mingi. Nenda ndani gari ya masaji. Hivi hautaki kuna kule mama jamani. Inatosha. Wacha nikukande miguu yako. Leta. Taratibu. Mtoto wangu kipenzi. Mama, kuna unafanya kazi sana. Unafanya kazi mpaka unajisahau kabisa. Mimi sifanyi kazi sana. Wewe niambie. Hata hivyo, utakuja kujua siku utakayokuwa mama. Kwa sababu mama kama hawezi kuchoka kufanya kazi kwa ajili ya mtoto wake. Kwa mama yeyote yule muda wake mzuri ni ule binti yake anapoolewa. Hakuna mwingine. Mama yangu. Mtandio wako ulikuwa unaning'inia chini, utaharibika. Sawa sawa. Oho, kumbe mahaba bado yanaendelea makubwa haya. We vipi? We mbona uko hapa tangu muda mrefu? Unamwangalia nani? Naangalia vitu vinavyoonekana. Tunatakiwa tuangalie kwa siri. Hautaelewa. Ni kuhusu mapenzi. Suresh ni mwenda wazimu sana. Huwezi ukaamini, anawafukuzia wasichana warembo tu. Hana mchezo kabisa. Hivi wewe umerukwa na akili Hujui hata unachokizungumza. Nina akili zangu timamu kabisa. Hata hivyo wewe connection yako ni ndogo. Utajuaje sasa? Wewe ni mtu mzima. Mtu mzima. Kwani wewe ulikuwa hujui kwamba Mungu amekuchagua wewe kwa ajili yangu mimi? Ndio maana upati mtu mwingine. Hebu angalia. Usifanye vurugu kwa mtu mwingine sasa. Umenielewa? Na ufunge mdomo wako na akili yako. Na pia ukae mbali na Suresh kabisa. Sijui umenielewa vizuri? Unasemaje? Mimi sijaongea chochote. Nikumbuke siku utakao kuja kujua ukweli. Utakuja kuniambia. Ili kuwaumbua na haya mapenzi yao lazima nifanye kitu hapa. Hawawezi kuwa na mapenzi ya siri. Tutaona. Inabidi nisimamie kila kitu mwenyewe. Kama nisipomwambia kaka, basi mimi nitampoteza Purab milele. Hapana. Ni lazima niongee na Purab mwenyewe. Alia. Ni kwamba saa yangu imeharibika au umechelewa leo? Njoo hapa. Najua jana hukuona vizuri suti yako wakati nimekuletea ofisini. Na unajua nini? Ilinichukua muda mrefu sana kwenye kuichagua hii suti yako. Na nina uhakika sana itakupendeza Purab. Hata hivyo rangi hii ni nzuri. Wow, umependeza sana na unaonekana mtanashati. Purab, unajua mimi najua ni rangi gani zinazokupendeza wewe vizuri. Nimeweka juhudi nyingi sana kwenye kuitafuta na kuinunua hii nguo. Na hili ndio chaguo langu pekee. Hebu acha Alia. Alia, hii si sawa. Nahitaji kuongea na wewe. Unataka kuongea nini Purab? Unataka kuniambia kwamba wewe unampenda mtu mwingine? Na mtu huyo ndio ambaye unataka kumuoa? Ina maana Purab, ina maana unataka kuniambia nimepoteza nafasi hiyo katika maisha yako? Niko sahihi? Unajua kila kitu? Ndiyo, nafahamu. Unafikiria nini? Unahisi sielewi chochote kile? Kila mara unakuwa huna raha, hasa ukiwa karibu na mimi. Mimi sio mjinga Purab. Naelewa kila kitu kinachoendelea. Nafahamu kuwa mahusiano ya mbali huwa yana shida sana na huwa hayadumu.
Kutumiana tu ujumbe na kuzungumza kwa simu, hiyo haitoshi kabisa. Inakuwa ni vigumu sana kuaminiana kutokana na umbali. Naelewa kila kitu, lakini hutakiwi tena kuwa na wasiwasi Purab. Nimerudi sasa. Kama sitokuruhusu ujisikie mpweke kwa sababu nipo. Kama kuna msichana mwingine, we msahau tu. Unajua, naelewa kwamba hivi vitu vinatokea. Na kuelewa Purab, mimi najua ulipitiwa. Mimi nimeshakusamehe kabisa. Kupitiwa? Alia, hii sio kupitiwa. Nampenda kweli. Tena nampenda sana. Achilia mbali kumsahau. Siwezi kuishi bila yeye. Umesikia? Narudi. Halo ma. Sawa, lakini kwa nini umenituma hapa? Hata kufanya malipo hapa kutatugharimu sana. Ni duka la gharama sana. Wala usichanganyikiwe na chochote. Sikiliza. Usijali, unamkumbuka kabisa Igali? Yule muuzaji, yeye anamjua. Tena akimpigia kimwambia ni mimi, atampa punguzo. Na uhakikisha unanunua mkufu mzuri. Na design utakayochagua iwe nzuri kama vile binti yangu. Ma, wewe si kila wakati umekuwa ukisema tununue vitu kulingana na uwezo wetu. Sasa hili duka hatuwezi kupata chochote kwa rupia elfu. Praja, usijali kuhusu chochote. Tena nimeshalipa malipo ya awali. Mwende tukanunue mkufu ambao uko vizuri. Kama ilivyo. Kila kitu kipo sawa sasa. Sasa ni kwa nini unakuwa na wasiwasi? Sio kama utakuwa unaolewa kila siku. Sikiliza, ulete haraka Sawa. Dada, shangazi amesemaje? Mama amesema baada ya hapa tuende nyumbani moja kwa moja. Haya basi, hakuna shida, nenda kanunue mkufu, mimi nitaangalia vitu vingine. Hatuhitaji kununua chochote. Hakuna haja kulipa ili tuangalie, hili ni duka kubwa. Acha tuone. Chizi kweli. Bibi, tayari nimeshafika katika duka la Fito. Nitakupigia simu baadaye. Unataka chochote? Sikiliza, nimeweza kumchagulia Alia mitindo mbalimbali. Kwenye huo mtindo, seti moja ni muundo wa rangi. Nenda ukaangalie kama iko tayari na wewe unaweza ukachukua. Bibi, tayari nilisha kupitia adhabu ya kutopikia simu yake. Nisipofanya hivyo ataniua. Hata hivyo nimnunulia nini bibi? Bangili ni sawa? Ni vizuri sana. Nadhani sasa uko tayari kuoa mwanangu. Kwa sababu umeshaanza kuwaelewa wasichana. Wewe niletee tu mkwe wangu. Alafu unajua nini? Akija nitamnunulia bangili, cheni na vitu vingine vizuri. Bibi, kwani unataka mkwe bwana? Mungu yeye pekee ndo anajua kwamba mkwe wako atakuwa wapi muda huo. Wakati nitapokutana naye ndio wakati nitakomnunulia, sawa? Nakata simu. Sarla Rola ameniagiza mkufu hapa. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही आँखों के किनारों में बहाने ही Chukua mkufu. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है Asante. शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां. Hivyo uone eh? Hata mimi nikuulize hivyo. Hivi ndio ule msichana ambaye alionekana kwenye TV eh? Hivi umemuona jinsi alivyomkosea adabu Wabi hapo? Umeangalia eh? Nafikiri huyu ataweza kufanya matangazo mazuri katika hili. Naona na furaha sasa kuunganishwa jina lako na la kwangu. Sina haja ya kuunganisha jina lako na jina langu pia. Sasa kwa nini unanifuatilia sana kama kivuli? Na kwa nini unakuja mbele yangu kila wakati? Hiyo ni hatima. Labda hatima yangu ni mbaya sana ndio maana kila wakati naishia kwako. Hii ni sehemu ya watu wote. Nimekuja mimi kwa ajili ya manunuzi yangu. Siku nyingine kabla hujaenda popote pale tu tangazo kwanza watu watakaoenda. Sitasogea hata kidogo hapo kwa sababu sijali wala. Lakini kwa sasa mimi napenda kubadilisha hiyo hatima yako. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें. Sikiliza Alia, najua sio rahisi, lakini tafadhali jaribu kuelewa na kuomba. Kiukweli nilikutana na msichana ambaye sikuwahi kabisa kumjua, lakini baadaye nilianza kukumbuka matendo yake na mazungumzo yake. Nilianza kujitumikisha kwa kila kitu kinachomhusu yeye, na baadaye ndipo nilipogundua kwamba nampenda. Mara nyingi nilianza kumsumbua kuhusu mtu nisiyemjua.
Unajua, nimekuwa nikifikiria kuhusu yeye tu siku nzima. Alia, nilijitoa juu yako tangu utotoni na wewe ni rafiki yangu wa utotoni. Ulikuwa unanielewa sana na ulikuwa rafiki yangu mkubwa. Na Abi naye alisema hivyo, kwa hiyo na mimi nikahisi kwamba itakuwa ni sahihi. Lakini Alia, sikuwahi kujua kabisa mapenzi ni nini. Na leo nampenda sana yeye, lakini wewe ni rafiki yangu mkubwa. Kwa hiyo siwezi kukuoa wewe na kukuharibia maisha yako, Alia. Kwa hiyo, je, yeye ni mzuri? Yeye ni mzuri? Ana kitu gani hasa kilichokuvutia zaidi yangu mimi? Niambie, amenizidi nini? Sio kama hivyo, Alia. Huo ni uongo. Lazima atakuwa kati ya wafanyakazi wako, Na hili shati ndo amekununulia yeye? Hili ndio chaguo lake Purab, Ni la kishamba sana. Kwa sababu hili sio chaguo la Alia kabisa. Hii ni takataka. Hivi Purab, unapenda sana wasichana wanaokaa nyumbani, Purab, unapenda sana msichana anayekaa nyumbani, ili akupikie, akuombee, akusubirie mpaka usiku mrudi nyumbani ili mle chakula pamoja? Alia, nimekuambia kuna kitu chochote kile. Huo ndo ukweli Purab. Unakumbuka ule mwaka nini kilichotokea ulipovunja ahadi yako ile aliyokupa kaka? Unadhani nini? Kwamba sikuwa na chaguzi? Nilipata nafasi ya kukutana na vijana tofauti tofauti wazuri na watanashati. Lakini mimi niliwakataa kwa ajili yako Purab. Unajua kwa nini? Kwa sababu nilikuwa najua wewe ndio mwanaume wangu wa maisha. Nilidhani Purab anaamini sana katika kujitolea. Atakuwa mwaminifu kwa rafiki yake wa kike. Na mimi nikakaa Australia nikiamini hivyo. Lakini hapana. Jiangalie wewe. Unafikiri nini? Mimi siwezi kukupa maneno ya kuumiza kama wewe. Japokuwa umenikosea sana. Na unajua, hapana Purab, wewe umeniumiza mimi sana. Kwa sababu mimi sio msichana wa kawaida kabisa. Mimi ni dada yake na Abi, msanii mkubwa na maarufu. Na kama umeshaanza kumpenda huyu msichana, ningekushauri usahau kabisa kuhusu hilo. Mfokee, mpige, hata kiweza muue, mimi sijali kabisa kuhusu hilo. Sawa Purab? Sijali kabisa. Alia ndio mwanamke pekee ambaye unatakiwa uishi naye katika maisha yako Purab. Na wewe ni wa kwangu.